Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Juni 6 siku ya Jumamosi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema miguu ya wanyamapori, mifugo na binadamu vinapogongana hifadhini. Miguu ya wanyamapori, mifugo na binadamu vinapogongana hifadhini. Lakini shehena ya maboksi 403 ya vipodozi vyenye sumu yakamatwa. Shehena ya maboksi 403 ya vipodozi vyenye sumu yakamatwa. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti lako la Nipashe. Na habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe asubuhi ya leo ni Putin na Rais Samia wateta maeneo matano ya ushirikiano. Putin na Rais Samia wateta maeneo matano ya ushirikiano. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Na Nchimbi atoa maagizo 10 serikali za mitaa manispaa. Nchimbi atoa maagizo 10 serikali za mitaa manispaa. Polisi yaeleza undani kifo cha raia wa Marekani hotelini. Na wachumi waona njia ya kupita kura ya ubunge la Ulaya dhidi ya Tanzania. Wachumi waona njia ya kupita kura ya bunge la Ulaya dhidi ya Tanzania. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa ni Putin na Samia wateta maeneo matano ya ushirikiano. Ataja mradi ya kimkakati inayohitaji wawekezaji. Tarehe ATCL kuanza safari ya Russia. Rais Putin ahidi ushirikiano kibiashara. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mwananchi lenyewe linaanza na habari inayosema Nchimbi, vibali vya ujenzi viwe na sharti la kupanda miti. Vibali vya ujenzi viwe na sharti ya kupanda miti. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 4. Lakini siri ya vituko vya waalikwa harusini. Siri ya vituko vya waalikwa harusini na maeneo ya kimkakati. Maeneo ya kimkakati ni Rais Samia anadi maeneo matano kuvutia uwekezaji nchini. Ukihutubia jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg nchini Russia. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 6. Ni maeneo matano yagusia Rais Samia, ni maeneo ya kimkakati. Lakini Chadema yataka 200 wanaoshikiliwa kishapu waachiwe. Chadema yataka 200 wanaoshikiliwa kishapu waachiwe. Ni habari inaendelea ukurasa wa 7 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini Nanauka ataka benki ya Coop iwavutie vijana. Nanauka wataka benki ya Coop iwavutie vijana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye asubuhi ya leo linaandika vijana 100 watangazwa kinyang'anyiro uchumi wa college. Vijana 100 watangazwa kinyang'anyiro wa uchumi college. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 2. Lakini ukurasa 3 kuna habari inayosema Waziri Sangu aieleza ILO mambo 6 yanayopandisha Tanzania sekta ya kazi. Na Rais Samia, Tanzania haiko kwenye vikwazo. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan asema Tanzania haipo kwenye vikwazo. Aiambia dunia sasa taifa linajipanga kwa ajili ya maendeleo. Hotuba yake nchini Urusi yapokewa kwa furaha. Lakini Putin aitaja Tanzania kama kiungo muhimu kati ya Afrika Mashariki na masoko ya dunia. Na mikataba ya kimataifa yasainiwa kuanzia Julai mwaka huu. ATCL kuanza safari moja kwa moja hadi Moscow, Urusi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga ukurasa wa 3. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini Dr. Nchimbi ataka nguvu ya pamoja hifadhi ya mazingira nchini. Dr. Nchimbi ataka nguvu ya pamoja hifadhi ya mazingira nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa 3. Na baraza la tiba asili tiba mbadala wapinga uzwaji wa dawa ya Vitamax. Baraza tiba asili tiba mbadala wapinga uzwaji wa dawa ya Vitamax. Hiyo ni habari inaendelea kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge. Pata nakala yako kwa habari kwa kina.
Na gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaandika Uchumi College yatangaza majina 100 vijana watakaoshindana. Lakini baraza la tiba asili imepinga marufuku uingizwaji usambazaji wa dawa ya asili ya Vitamax. Na Dr. Samia anadi fursa 5 za Tanzania kwa wawekezaji, asema Tanzania haiko kwenye vikwazo. Putin aitaja Tanzania kuwa ni kiungo muhimu kati ya Afrika Mashariki na masoko ya dunia. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele. Na kuna habari inayosema Dr. Nchimbi amwakilisha Rais Samia siku ya mazingira duniani, atoa wito kwa wananchi kuongeza jitihada za kuhifadhi mazingira. Atoa wito kwa wananchi kuongeza jitihada za kuhifadhi mazingira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Biashara Leo lenye asubuhi ya leo linaandika Rais Mwinyi akaribisha wafanyabiashara Uarabuni Zanzibar. Rais Mwinyi akaribisha wafanyabiashara Uarabuni Zanzibar. Lakini benki ya TADB yatia fora siku ya mazingira duniani. Benki ya TADB yatia fora siku ya mazingira duniani. Na hotuba ya Rais Samia yasisimua jukwaa la kimataifa la biashara na uwekezaji Urusi. Hotuba ya Rais Samia yasisimua jukwaa la kimataifa la biashara na uwekezaji Urusi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini watalii zaidi ya 334,000 wa Urusi kuingizia Tanzania dola milioni 500 kwa mwaka. Watalii zaidi ya 134,000 wa Urusi kuingizia Tanzania dola milioni 500 kwa mwaka. Lakini hotuba ya Rais Samia yasisimua jukwaa la kimataifa la biashara na uwekezaji Urusi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linaandika serikali yazindua Grand Challenge Tanzania kuchochea ubunifu kutatua changamoto za taifa. Lakini waziri mkuu asisitiza watumishi wa umma kutoa haki kwa wananchi. Lakini habari kubwa ni TADB yapata tuzo nyingine kwa utendaji uliotukuka, yang'ara kilele cha siku ya mazingira Dodoma ni kwa kutoa mabilioni ya fedha kwa wakulima. Fedha hizo zimesaidia kilimo kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru lina habari inayosema hotuba ya Rais Samia, jukwaa la 29 la uchumi wa biashara Urusi yavutia wengi. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi Huru kwenye kurasa za mbele. Lakini tuangazie gazeti lako Raia Mzalendo lenye asubuhi ya leo linaandika shahada ya uzamivu ya Rais Samia ni ushindi kwa wanawake wa Afrika. Lakini Tanzania mwenyeji wa mkutano wa mabunge duniani. Vijana 120 mradi wa YAM wataka NIDA ili wakopesheke. Lakini TADB yang'ara siku ya mazingira duniani, yapatiwa tuzo ya rais kwa kusaidia kilimo himilivu. Lakini waziri Sangu aieleza ILO mambo 6 yanayoipaisha Tanzania katika sekta ya kazi. Hilo ni gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Mtanzania leo asubuhi ya leo linaandika TTB kuingiza dola milioni 500 kwa mwaka watalii wa Urusi. Lakini mradi wa YAM wageuka nuru kwa vimerita, na Rais Samia aipa tuzo TADB ni kwa kutoa mikopo kuisaidia kilimo himilivu. Ni kilimo himilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini Rais Samia hotuba ya jukwaa la kimataifa la biashara na uwekezaji Urusi. Hilo ni gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Zanzibar leo lenye ukurasa wa mbele inaanza na habari inayosema tutaileta barazani sheria ya habari. Huyo ni Dr. Pembe. Lakini Dr. Mkuya awataka diaspora kutosahau nyumbani, na Dr. Mwinyi akaribisha uwekezaji kutoka nchi za Kiarabu. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Inasema Dr. Mwinyi akaribisha uwekezaji kutoka nchi za Kiarabu. Lakini watendaji zidisheni uwajibikaji. Huyo ni Waziri Kitwana asema watendaji zidisheni uwajibikaji. Huyo ni Waziri Kitwana. Lakini Dr. Nchimbi ataka juhudi ziongezwe utunzaji mazingira. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Uhuru asubuhi ya leo linaandika Rais Dr. Mwinyi
asema Zanzibar pazuri kuwekeza. Lakini jukwaa la uchumi Russia, Rais Samia anadi maeneo ya kimkakati, fursa za programu mazingira usipime. Lakini Mwigulu azidi kukomalia uwajibikaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Nuru asubuhi ya leo kwenye kurasa za mbele, linaanza habari inasema Mheshimiwa Rais Samia Dr. apewa heshima kubwa Kremlin. Huyo ni Dr. Rais Samia Suluhu Hassani apewa heshima kubwa Kremlin. Rais Putin amehakikishia ushirikiano. Chuo kikuu Moscow champa udaktari. Lakini tamasha funga kazi Kigoma kuanza rasmi Ijumaa. Tamasha funga kazi rasmi kuanza Ijumaa Juni 13 Kigoma. Ni ujenzi wa kituo cha Kiislamu Kitagata. Lakini amiri taifa kuzindua miradi ya kiuchumi, na DC Magoti atekeleza ahadi ujenzi wa masjidi Islamia Kisarawe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nuru sauti ya Waislamu. Lakini habari kubwa ni Mheshimiwa Rais Samia apewa heshima kubwa Kremlin. Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Na gazeti lako la Mwanahabari linaanza kutuhabarisha timu 4 zinazoshiriki kombe la dunia 2026 kwa mara yake ya kwanza. Timu 4 zinazoshiriki kombe la dunia kwa mara yake ya kwanza. Lakini picha kikosi cha kina Haaland kombe la dunia 2026 ya wagumzo. Picha ya kikosi cha kina Haaland kombe la dunia 2026 ya wagumzo. Ukiangalia picha, habari picha inaonyesha ni kikosi fulani chenye picha ya kuvutia kama jeshi la kikongwe, jeshi la kizamani lilopiga pamoja kama linaenda vitani. Hiko ni kikosi cha kina Haaland cha vutia. Lakini gazeti lako la Wamachinga linaandika Singida Black Stars JKT Tanzania wazitaka nafasi 4 za juu ligi kuu. Lakini mataifa yanayoshikilia rekodi kombe la dunia, mataifa yanayoshikilia rekodi kombe la dunia ametajwa kwenye gazeti lako la Wamachinga. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.